5 ibara ndogo ya kwanza ya CCM inaeleza vyema chama chetu kina kazi ya kutafuta ushindi katika chaguzi zote. Na chama chetu cha Mapinduzi kimepata ujasiri wa kutamka maneno haya kwa kuwa kinajua na kinatambua nyuma yake kinalo jeshi mahiri, sio jingine ni jeshi la umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi. Sasa nikuombeni sana. Nyote naamini mmeona maandalizi mbalimbali yameendelea kufanywa na chama, na tayari mkutano mkuu umetangazwa na ajenda za mkutano mkuu umetangazwa, ikiwemo kupitisha ilani itakayokuwa ya uchaguzi kwa mwaka 2025-2030. Hivyo kwetu sisi umoja wa vijana ni kukaa mguu sawa na sasa kuelekea katika uchaguzi wa serikali kuu. Mchango wetu katika serikali za mitaa Chama cha Mapinduzi kimeona. Sasa tunayo kazi na jukumu la kwenda kukionyesha Chama cha Mapinduzi mchango na utayari wetu katika uchaguzi wa serikali kuu. Sasa ndugu zangu, ndugu wajumbe, kwa wale niliopita mikoani kwao katika siku 10 za moto, watakumbuka baada ya ziara nilikuwa kuna kikao tunakifanya baina ya mimi na wao. Na kwa kuwa hapa kuna baadhi ya maeneo bado sijafika, nimeona ni sehemu sahihi ya kubadilishana mawazo na kupeana kazi hizi kama tulivyowapa kwa wale mikoa ambayo tulikuwa tumefika. Mwanza wanakumbuka tulizungumza, lakini ya Mwanza niliyozungumza ukiazungumza na Wageita wanakumbuka, Shinyanga nao wanakumbuka, Tabora wanakumbuka, na Simiyu nao wanakumbuka. Ni kitu gani tulizungumza mara baada ya ziara zetu? Kwa Tabora nilimwachia makamu mwenyekiti, lakini na yeye nilipata taarifa aliwasilisha kama vile ambavyo tulivyowasilisha katika mikoa mingine. Sasa kwa mikoa ambayo sijafika na ambayo napanga kwenda, inawezekana nisimalize yote. Nataka tupeane majukumu makubwa matatu ambayo ndiyo niliyowapa mikoa yote ya siku 10 za moto niliyokwenda. Kazi ya kwanza, niliwaambia Chama cha Mapinduzi kinategemea hamasa. Na ukichunguza katika jumuiya zote na chama chenyewe, hakuna jumuiya iliyopewa kazi ya hamasa isipokuwa ni jumuiya ya umoja wa vijana. Maana yake kazi ya kutengeneza hamasa katika maeneo yetu, kazi hii imeachiwa jumuiya ya umoja wa vijana. Miongoni mwa majukumu yetu tutakayokwenda kufanya huko ni kuendelea kuhakikisha hamasa hii inaendelea kuwa kubwa na yenye ari. Na hapa niwe mwazi, nikupongezeni. Baadhi ya mikoa mnafanya kazi nzuri sana. Sitowataja mmoja mmoja, lakini mnajijua wenyewe. Lakini baadhi ya mikoa bado hamjafanya vizuri. Hebu turudini tukafanyeni vizuri zaidi. Lakini kazi ya pili ndio hapa niliwaambia. Uchaguzi wa mara hii una sehemu mbili. Una sehemu ya ground ambayo mpaka muda huu ninavyozungumza na nyinyi sio Chama cha Mapinduzi, sio jumuiya ya umoja wa vijana tu unafanya vizuri sana. Lakini sehemu ya pili ni mitandao ya kijamii, na nakumbuka ile tulizungumza baraza lililopita lililokuwa la kawaida. Ukija kwenye ground, ukitizama mikutano ya Chama cha Mapinduzi mpaka ya jumuiya ya umoja wa vijana, mashallah. Lakini tukienda kwenye mitandao ya kijamii mpaka unajiuliza, hiki chama labda kijana niko peke yangu ama kuna vijana wengineo? Lazima tuambizane ukweli. Bado hatujafanya vizuri katika mitandao ya kijamii. Na kauli hii nimekuwa nikirejea mara nyingi. Sasa mara hii tumekuja na kazi maalum. Katika mikoa niliyokwenda niliwaambia, katika kila wilaya ambazo tulizonazo katika mikoa yetu, tunayo kazi na wajibu wa kwenda kutafuta vijana 5 wenye uwezo wa mitandao hii ya kijamii, na hususan mitandao miwili, Instagram na mtandao ule mnaoita Twitter au X. Vijana 5, na kila mmoja awe na akaunti moja tu, asizidi zaidi ya 3, katika mtandao wa X, katika mtandao wa Instagram. Na akaunti hizo makatibu wa vijana wa mikoa mzifahamu. Manake zoezi hili waliratibu makatibu wenu wa vijana wa wilaya. Lakini na mkoani na nyinyi mwe nao 5. Manake kila wilaya iwe na watu 5 na ngazi ya mkoa mwe na watu 5. Sema kwa upande wa vyuo na vyuo vikuu, kwa kuwa wao ni wasomi, tukawaambia wawe na watu 10 ambao wawe na mitandao hii katika mtandao wa X na katika mtandao wa Instagram. Kazi yao ni moja tu. Anayekuja kizembe alijibue hivyo hivyo kizembe.
na anayekuja kistaarabu tutamjibu kwa ustaarabu na fakti na kwa heshima. Sasa kazi hii haiwezi kufanywa na mtu yote isipokuwa ni sisi Jumuiya ya Umoja wa Vijana. Kwa hiyo nyinyi ngazi ya mikoa na wilaya itakuwa kazi yao ni kuratibu, kuwapa semina na mambo mengine, lakini sisi ngazi ya mikoa na taifa itakuwa kazi yetu kubwa ni kuwasimamia. Sasa kazi hii tunaiacha kwenu, na katibu mkuu ndio atakuwa mfuatiliaji, atatupa taarifa ya wapi tulipofikia. Na akaunti hizi zote tunataka makao makuu ya Jumuiya ya Umoja wa Vijana tuzijue na tuzitambue. Tutazijuaje? Maanake nyinyi makatibu wa vijana wa mikoa na viongozi wa vijana mkiongozwa na wenye viti mkatusaidie kulisimamia zoezi hili. Lakini kazi ya mwisho, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Na mimi natambua wapo vijana wenzetu waliomo humu ndani na waliokuwa nje ya baraza kuu hili watachukua nafasi mbalimbali, nikiwa na maana watachukua fomu katika namna ya kuania nafasi mbalimbali. Kwanza nataka niwatie shime. Vijana msirudi nyuma, nendeni mbele, nendeni kagombeeni. Na kwa uchaguzi huu mimi nataka niwaahidi, mimi mwenyekiti wenu, tutawapeni nguvu ya siri na dhahirini, lakini lazima tuwasupport Umoja wa Vijana. Sasa msiogope kwenda kuvuta fomu, nendeni mkavute fomu. Tumekuokeni, tumekufunzeni, tumekuandaeni, mnatosha na change inabaki. Sasa ndugu wajumbe, kesho tuna matembezi hapa makubwa. Naamini tayari mmeshapewa taarifa. Na matembezi haya au ni kampeni maalum tunaita kijani first time voter. Hii ni kampeni inayolenga kuhamasisha vijana ambao ndio kwa mara yao ya kwanza watakwenda kujiandikisha na wanakwenda kupiga kura. Kampeni hii sio mpya. Isipokuwa niwe mkweli, kuiga jambo zuri sio vibaya. Kampeni hii ilianzishwa na idara ya vyuo na vyuo vikuu mkoa wa Dar es Salaam. Wapigeni makofi. Wao waliita Samia first time voters. Sasa sisi tukasema tuite kijani first time voter, na tuliamua kubadilisha hili jina ili iweze kutumika katika maeneo mbalimbali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nikiwa na maana kule Zanzibar na huku bara. Lakini pia tuweze kuitumia kampeni hii kuweza kuwaombea kura madiwani, wabunge na wakilishi wa Chama cha Mapinduzi. Na ndio maana tukasema tuite kijani first time voters. Sasa kesho matembezi haya yataongozwa na sisi Jumuiya ya Umoja wa Vijana, nikiwa na maana baraza kuu. Niwaombeni sana asiwepo hata mtu mmoja akabaki nyuma, tushiriki katika matembezi haya. Mwisho, nimpongeze Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa chama chetu, Chama cha Mapinduzi, kwa kuwa na msimamo mkali pale inapokuja swala la amani, umoja, mshikamano na usalama wa taifa letu. Na nampongeza kwa sababu ya kuweka wazi msimamo mkali ya watu kutoka nje ya taifa letu kutaka kuja kuchochea hasia katika taifa letu. Na msimamo ule wa Mheshimiwa Rais ndio msimamo wa Jumuiya ya Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi, kwamba na sisi hatupo tayari kumuona mtu yoyote anatuharibia tunu ya amani, umoja na mshikamano. Na mtu huyu ikiwa anatoka ndani, ikiwa anatoka nje ya mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pia niipongeze serikali ya Kenya, nao kwa kuwa waelewa sana kwenye jambo hili, pamoja na mataifa mengineo. Tunawapenda sana majirani zetu, ila jirani asiyekuwa na adabu hatuwezi kumkaribisha katika maeneo yetu. Baada ya kusema hayo, kikao hiki nimekifungua rasmi. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Lakini mara baada ya kukifungua rasmi, tunaye mjumbe wa baraza kuu hapa, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi.